Naam, karibu kwenye makala maalum ya wiki hii ya Kilimo Leo. Leo tunapoangazia bajeti ya mwaka wa 2026 mwaka wa 2027 na mgao wa shilingi bilioni 64 kwa sekta ya kilimo, tukitazama fursa zilizopo kwa wakulima kupitia ruzuku ya pembejeo, kuongeza thamani ya mazao na kuimarisha kilimo biashara. Pia tunaangazia wito kwa wakulima hasa wa Baringo kukumbatia mazao yenye soko kama kahawa, chai, parachichi na mengine kwa ajili ya kuongeza kipato. Naam, karibu, mimi ni Kamau Waithaka. I propose, and bearing in mind that agriculture is largely devolved, but I propose a targeted allocation of 64 billion across priority programs that boost productivity, value addition and resilience. Hayo ni baadhi ya maneno ya waziri wa fedha John Mbadi alipokuwa akiwasilisha mapendekezo ya bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2026-2027 ambapo sekta ya kilimo imepata mgao wa shilingi bilioni 64. Mgao huu ukiwa umeongezeka kwa shilingi bilioni 16.4 kilinganishwa na mwaka uliopita na kuashiria jitihada za serikali kuimarisha sekta ambayo imekuwa nguzo muhimu katika uchumi wa taifa na maisha ya mamilioni ya Kenya. Sehemu kubwa ya fedha hizi inalenga kupunguza gharama za uzalishaji kwa wakulima, kuongeza uzalishaji wa chakula na kuhakikisha taifa linakuwa na usalama wa chakula na lishe. Katika mpango huu, shilingi bilioni 18 zimetengwa kwa mpango wa ruzuku ya mbolea ili kuwasaidia wakulima kukabiliana na gharama kubwa za pembejeo. Key investments include 18 billion for fertilizer subsidy program. Pia shilingi bilioni 2 zimetengwa kwa ruzuku ya mbegu za mahindi ili kuongeza uzalishaji. 2 billion for seed subsidy program. Serikali pia imetenga shilingi bilioni 4.7 kwa mradi wa National Agricultural Value Chain Development Project unaolenga kuunganisha wakulima na masoko pamoja na kuimarisha usindikizaji wa mazao ili mkulima asiuze mazao yake ghafi pekee. 4.7 billion for the National Agricultural Value Chain Development Project to advance processing and market linkages. Kwa wakulima wa mazao ya biashara, kuna matumaini mapya kupitia mgao wa shilingi bilioni 1 kwa mpango wa miche ya kahawa, huku sekta ya sukari ikipokea shilingi bilioni 2.5 kwa ajili ya mageuzi na kufufua uzalishaji. 1 billion for coffee seedlings program to lower input costs for smallholders. Katika maeneo ya wafugaji, serikali imeeleza pia uwekezaji katika uchumi wa wafugaji kupitia shilingi bilioni 3.3 kwa ajili ya kuimarisha biashara ya mifugo pamoja na fedha nyingine za kuongeza huduma za afya ya mifugo na minyororo ya thamani. Mr. Speaker, recognizing the economic potential of pastoral and livestock systems, I propose 3.3 billion for de-risking, inclusion and value enhancement of pastoral economies program. 1.3 billion for Kenya Livestock Commercialization Program and 400 million for the Livestock Value Chain Support Project. Mbali na mgao huo, viongozi mbalimbali wameendelea kuwataka wakulima kubadilisha mtazamo na kukiona kilimo kama biashara yenye uwezo wa kubadilisha maisha. Tuwe tunapanda chakula ya kukula, mimea ya chakula, what we call food crop. Ukishapanda hiyo, sasa panda ile inaitwa cash crop ya kuweka pesa mfukoni. Kwa wakulima hasa katika kaunti ya Baringo, ujumbe umekuwa mmoja: kutumia fursa zilizopo na kuwekeza katika mazao yenye thamani ya soko kama majani chai, parachichi, kahawa pamoja na mazao mengine yanayoweza kuongeza kipato. In agriculture for the last few years, we've been able to resolve a number of issues. Our production for maize has increased manifold. We've been able to sort the sectors like sugar cane. Until Kenya is almost exporting sugar. Price of coffee has increased almost 3 times. And markets have been unlocked. So the side of agriculture has been done. Wakulima wanahimizwa kuacha kutegemea kilimo cha kujikimu pekee na kuanza kupanga uzalishaji wao kwa kuangalia mahitaji ya soko, ubora wa mazao na kuongeza thamani kabla ya kuuza. Agriculture can be agribusiness, not just agriculture for fun. It can be agribusiness, and in that we can be able to reduce the average age of a farmer, which in Kenya has been disappointing because many people retire to go and start farming.
But we want to encourage even our Gen Zs and the young people to embrace farming, because farming is lucrative. Farming has good returns. 1 acre, you do proper farming, and many people have land, and those land they're just wasting them. Kwa kuwa changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, gharama za uzalishaji na masoko zimekuwa zikimuathiri mkulima, uwekezaji huu unalenga kujenga kilimo chenye uwezo wa kustahimili changamoto hizo na kumpa mkulima nafasi kubwa zaidi ya kufaidika. Further, I propose 5.4 billion for the Food System Resilience Project and 1.6 billion for the Resilience for Food and Nutrition Security Program to enhance adaptive livelihoods, diversify income sources, and reduce vulnerability to climate shocks. Naam, kwa mkulima wa leo, kilimo si kazi ya kawaida pekee, bali ni biashara yenye uwezo wa kujenga familia, kukuza uchumi na kubadilisha jamii. Naitwa Boaz Gari Moshi, mkaaji wa Mwachu. Kwa siku ya leo tumekuja kupokea avocado ambaye jawahi panda naenda kupanda siku ya leo. Na tunashukuru serikali sababu wametukumbuka kwa ajili ya maendeleo. So tunashukuru Joe na Ministry of Agriculture kwa kutuangalia watu wa Mwachu, Torongo na Pikwetu Mungu wote. Tunawashukuru sana. Tupande kwa wingi. Na tunahitaji tena, hata hapa Mwachu tena tumepata majani, tumepanda, tunaona maendeleo inaenda mbele. Fursa zipo, lakini mafanikio yanahitaji mipango, matumizi bora ya teknolojia, kuchagua mazao sahihi na kutumia ipasavyo mipango inayowekwa kusaidia sekta hii. Ujumbe kwa wakulima ni mmoja: tuchukulie kilimo kama uwekezaji, kwa sababu mkulima mwenye taarifa sahihi na anayefanya kazi kwa mpango ndiye anayebeba kesho ya taifa letu. Kamau Waithaka nikiripotia Wingo Radio, makala Kilimo Leo.